Wakati rais wa Marekani Donald Trump akizitaka Urusi na China kuzungumza juu ya kuondoa silaha za nyuklia, China imeitaka Marekani ihakikishe inaondoa kwanza silaha zake za kinyuklia na kuziteketeza. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Silaha za nyuklia za China hazilinganishwi na zile za Urusi na Marekani. Kutaka Beijing ijiunge na mazungumzo kuhusu suala hili sasa sio haki. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, ambaye amesema siku ya leo Ijumaa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Ijumaa kwamba anaamini kuondolewa kwa nyuklia itakuwa jambo kubwa na kwamba amekuwa akijadili suala hilo na rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping. Msemaji wa wizara hiyo ya mambo ya kigeni ameeleza zaidi akisema kwamba silaha za nyuklia za China haziwezi kulinganishwa hata kidogo na kiwango cha vikosi vya nyuklia vya Marekani na Urusi. Kuitaka China kujiunga na mazungumzo ya udhibiti wa silaha za nyuklia katika hatua hii sio haki, haina mantiki na haiwezekani, Mao aliwaambia waandishi wa habari. Alisisitiza kwamba Marekani lazima iondoe silaha zake kwanza kwa kiasi kikubwa, silaha zake za nyuklia, na kuunda mazingira ya kufikia uondoaji kamili wa silaha za nyuklia. Marekani kama nchi kubwa zaidi yenye silaha za nyuklia lazima itimize kwa uaminifu jukumu lake maalum na kipaumbele katika kutokomeza silaha za nyuklia na kupunguza kwa kiasi kikubwa na kwa kiasi kikubwa zaidi silaha zake za nyuklia ili kuunda mazingira ya kufikia uondoaji kamili na kamili kabisa wa silaha hizo za nyuklia, Mao aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wake. Siku ya leo Ijumaa, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba anaamini kuondolewa kwa silaha za nyuklia itakuwa ni jambo kubwa na kwamba amekuwa akijadiliana swala hilo na Urusi na China. Alisema, nafikiri kwamba uondoaji wa nyuklia ungekuwa jambo kubwa. Tunaweza kulipua dunia mara 150, lakini sioni haja ya kufanya hili. Nimezungumza na Rais Putin na mwenzake Xi Jinping, lakini ni juu ya kuhusu suala hilo, na kila mtu angependa kutumia pesa zote hizo kwa mambo mengine badala ya kujikita zaidi katika masuala ya nyuklia, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Hayo yote yanatokana na namna ambavyo rais huyo wa Marekani aliona jinsi Urusi ilivyofanya majaribio ya silaha za nyuklia, hasa kombora lisilokuwa na kikomo la Burevestnik, lakini pia na namna China ambayo inajikokota katika utengenezaji wa silaha za nyuklia, akiona kwamba mataifa haya yatakuja kuwa tishio katika siku za mbeleni. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani aliagiza Pentagon kuhakikisha inafanya majaribio ya silaha zake za nyuklia. Inadaiwa wiki hii imefanya jaribio la kombora la nyuklia katika kujibu kile ambacho kimefanywa na Urusi. Hata hivyo, kutokana na hayo, rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na baraza lake la mawaziri huku akisema kwamba jeshi linapaswa kujiandaa kwa ajili ya majaribio zaidi ya silaha za nyuklia. Hili limeleta ukakasi na uoga zaidi, huku IAEA, mamlaka ya nishati ya nyuklia ulimwenguni, ikisema hili ni tisho jingine katika ulimwengu, ambapo sasa rais wa Marekani anaona njia pekee ni kuziharibu kabisa silaha za nyuklia na ulimwengu uishi kutokuwa na nyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri duniani.